Utumizi wa teknolojia katika masuala ya utunzaji wa mazingira umekuwa kigezo muhimu cha kuhifadhi mazingira na kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyamapori katika eneo la Ontulili, kaunti ya Laikipia. Kikundi cha kinamama cha Ontulili Primates Protection kinatumia teknolojia ya darubini na rununu kunakili data ya aina ya miti ya kiasili inayotumiwa na wanyama kama vile aina ya mbega na pia hesabu ya wanyama hao ambao idadi yao inapunguka kila uchao. Wakiwa wamevaa magwanda yao ya kijani kibichi, fimbo mkononi na mfuko mgongoni, kina mama wa kikundi cha Ontulili Primate Protection wanapiga doria zaidi ya kilomita 6 za mto Ontulili. Shughuli ambayo huifanya mara 2 kwa wiki kulinda mazingira na hasa kima aina ya mbega mweupe wa Mlima Kenya ambaye idadi yake inaendelea kupunguka. Walianzia kwa kupanda miche na kadri muda ulivyosonga ndivyo waligundua migogoro iliyopo kati ya wanyama wa porini na binadamu. Kupitia mafunzo ya teknolojia ya kisasa ya kutumia rununu na darubini, wananakili aina ya miti ya asili na hesabu ya kima na wanyama wengine, jambo ambalo limeimarisha uhifadhi wa mazingira. Ndio tuliona bila wanatuharibia chakula ni vile hawana chakula. Kuangalia kwa mto the riparian land, tukaona tumefyeka miti, hakuna miti. Sasa hapo wamama wakiendelea na kupanda na sisi tukaamua tuwe tunapanda haswa specifically miti ile wanafeed. Miche ya miti ya kiasili wanayopanda wamekuwa wakisambaza kwa wanakijiji ili kuboresha mazingira. Tunaonyesha vile itapandwa ili conflict iishe. Na kulingana na vile tunaenda tunaona hiyo kazi inafanya. Wanasema wamefanya kazi hii kuanzia mwaka wa 2021 ambapo kima wamewazoea kama watetezi wao. Hivi tunasikia tukiwa hilo sana kwa sababu si hatuulizwi, lakini hata ni meni wanaripoti kwetu ati wanatakiwa na hizo korobas. You can't imagine. Vile tunasikia tukiwa na furaha. Habari wanazonakili wakati wa kupiga doria zinawasaidia kutambua tabia na mienendo ya kima hawa na pia kujua aina ya miti ambayo wanyama hawa wanapenda kuishi na kula. Ni kupitia hamasisho ya kina mama hawa, wakulima wanatafuta njia za kutangamana na kima bila mzozo. Katika eneo la Mathangiro, mkulima huyu anapanda mimea tofauti, lakini amevumbua njia za kiasili ya kutumia samadi ya ng'ombe kuzuia kima kuharibu chakula. Kuna mbinu nimeshagundua traditionally kutumia kinyesi ya ng'ombe, nikipaka mahindi, hiyo harufu yake inafukuza hiyo wanyama. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Chuka walifunza kikundi hiki utumizi wa teknolojia kupata data inayowapa mwongozo wa kulinda mazingira. One of the things they focus on is the numbers. We look at how many individuals are there in a group. Do we have new births? The other thing we are also focusing on is other wildlife within this ecosystem. Also, we are looking at issues to do with pollution. We are also looking at other threats in terms of snaring, also invasive species. Juhudi za kina mama hawa zimetambulika katika wiki ya hamasisho kuhusu utunzaji wa kima hawa adimu na matumizi ya teknolojia kuhifadhi mazingira. Wale ya policy making ambayo inafaa pia involve wale wanasayansi wadogo. Use of AI which is one of the modern tools in the use of in the technology sphere, that it can really help in the conservation of these wild animals, all wildlife. Kupitia hamasisho kuhusu utumiaji wa teknolojia kama darubini na mtandao, kina mama hawa wamefunzwa kuhusu utunzaji wa mazingira na hasa nyani katika mto Ontulili. Susan Dunda, Roni.